Katika hapa muniruhusu ni wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Yesu Kristo. Kichwa cha mahubiri yangu siku ya leo, kwa nini tuko hapa? Tuko hapa kwa sababu ya maono. Bila maono hatungekuwa hapa. Watu ambaye hawana maono hawaendi popote. Penye tumefika hapa ni maono. Hata mimi nawaambia ninyi katika maisha yenu, ukikosa maono hautaenda popote. Hii ilitokea na maono. Na kama umewahi soma kitabu cha Nehemia, Nehemia alikuwa na maono ya kujenga ukuta wa Yerusalemu. Na kwa neema ya Mungu akamwezesha. Huyu ndugu yangu amekuwa na maono. Watu wasio na maono wanatosheka na uzembe. Satisfied with average. Contented with mediocrity. Lakini ukiwa na maono, unaona zaidi. Naomba Mungu azidi kueneza maono haya. We are here because of a vision. Number 2, tumekusanyika hapa kwa sababu ya mzigo iliyo kwa roho. Ukiwa na mzigo to become better, to do better, inakusukuma. Hata Nehemia alikuwa na mzigo. Nataka niwaambie watu ambaye hawana mzigo wanatoshekanga na chochote ambacho wanapata. Nataka niseme mtu mwenye hana mzigo anatosheka na kuwinda panya. Panya ndio anawinda, akikula panya anatosheka. Lakini ukiwa na mzigo unasema hata panya haitotoshi, wacha niende nitafute sungura. Baada ya sungura anasema hapana, swara. Na hata mwishowe utamalizikia kwa kuwinda ndovu. Ni vyema uwe na mzigo. Alafu baadaye kitu cha 3, tuko hapa kwa sababu ya maombi. Watu ambao wanafanikiwa wao wanakuwa na maombi. Hii kitu ambacho tumesherekea leo, nyumba safi kama hii, ni kwa sababu ya maombi. Nataka niongee kuhusu mambo 3. Kitu cha kwanza, tumefika hapa kwa sababu Mungu ametuwezesha kufika hapa. Nehemia katika kitabu cha Nehemia 2:18, yeye anasema mimi Mungu ndio ameniwezesha kufika hapa. Nataka niseme ya kwamba Mungu akikuwezesha utafanya. Unaweza kuwa na fedha, unaweza kuwa na connections, lakini ukikosa Mungu hautafanya chochote. Ninaomba Mungu atuwezeshe tufike pahali ambapo tunataka kufika. Lakini hapa penye tumefika ni kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. It has taken the hand of God. Leo tumefika hapa kusherekea ni kwa sababu ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kitu cha pili, tumefika hapa ni kwa sababu tumefanya sehemu yetu kwa uaminifu. Ndugu yangu pamoja na mama, mumefanya sehemu yenu kwa uaminifu. Nataka niseme ya kwamba ukiwa mzee na ukose kufanya sehemu yako kwa uaminifu, hamtawahi kusonga mbele. Nataka niwaambie kwamba uliongeza kwa sababu ulifanya sehemu yako kwa uaminifu, ulijinyima, ukajitolea, na hata ukaenda zaidi ya wito wako. Nataka niwaambie hakuna mtu, uchungu wa mwana ajuaye ni nani? Mzazi. Ni baba yake, si ndio? Unasema paponya. Baba yake ndio anaelewa. Yaani mzazi amejinyima, akajitolea. Ndiposa tumefika hapa. Ulifanya sehemu yako kwa uaminifu. You are faithful. Kutokea kazini, hata na rasilimali, ndiposa tunakuja kusherekea. Watu wengi wameenda retire hawajafanya chochote, lakini ni mtu mwaminifu ndio iko kitu kimefanyika. Na hujafanya tu kitu chochote, ni kitu cha maana. Hata mtu akisimama kwa barabara anauliza, na hapa ni kwa nani? Na ukisema hapa ni kwa nani, inamaanisha huyo mtu amekuwa mwaminifu, ana neema ya Mungu na ana mpango.
Nataka niseme ya kwamba this is a very beautiful place. Tuko hapa kwa sababu umefanya sehemu yako kwa uaminifu. Kwa mama, nataka niseme ya kwamba kuna mama moja aliolewa kuku ikiwa imetaga mayai 6. Siku ya kwanza akaamua kukaranga 2. Siku ya pili akakaranga 4. Unajua mayai ni tamu. Baadaye akakaranga mama ya mayai na hadithi yake ikaishia pale. Unajua kuna wamama wengine wanapiganga hesabu ya maondoleo sio maendeleo. Yaani kila kitu anapunguza. Yaani kuna mama mmoja nakumbuka kwa parish ambayo nilifanya. Yaani aliruhusu bwana yake mpaka akauza nyumba na post na wakasafiri kwenda kwa rent. Lakini wewe hukupiga hesabu ya maondoleo, ulipiga hesabu ya maendeleo. Ukatoka kwa plot. Ingawa haikuwa ya mwingine, ilikuwa ni yako. Na ukakuja sasa kwa nyumba maridadi. Hata watauliza mzee wa boma hii ni nani? Na baadaye watauliza na mama yake, na mama hii boma ni nani? Na hata watauliza na watoto wao ni kina nani? Kwa sababu kila mmoja wenu amechangia. Mungu awabariki. Na watauliza na baba yake ni nani? Na mama yake ni nani? Na ndugu zake ni nani? All of you have contributed. Kila mtu amefanya sehemu yake kwa uaminifu. Muendelee hivyo. Jambo la mwisho, tunatarajia. Tumefika hapa kwa sababu mulitarajia Mungu awape matokeo. Tulitarajia Mungu atatupa matokeo. Katika kitabu cha Nehemia 6:15 mpaka 16, Mungu akawezesha kukamilisha ujenzi wa ukuta kwa siku 52. Hata nyinyi Mungu amewezesha kama Nehemia kwa siku chache. Kama yenu itakuwa ni wiki 52, mwaka moja tu Mungu amewawezesha. Kumbe unaweza ongojea kwa miaka mingi, lakini wakati milango na madirisha ya mbinguni inafunguka, siku 52, only 52 weeks, nyumba na shamba na gari. Kwa sababu mulitarajia neema ya Mungu, ndio mkapata hii matokeo. Mungu wa amani awabariki. Amen. Na tumepokea baraka kiasi, lakini bado nyingi iko mbele na mtapata katika jina la Yesu Kristo. Hata kwa watoto Mungu atawafungulia njia. Mmefanya kazi yenu kwa uaminifu. Baraka iko mbele. Amen. Na hata kwa nyinyi ambao mmehudhuria. Unajua siku moja mzee mmoja alisema, mimi siwezi enda sherehe ya mtoto kuenda degree. Mimi hakuna mtoto wangu hata amepita sekondari, sitaenda. Mwingine alikuwa akisikia hapo akasema, hata ingawa kama hakuna mtoto wangu amepata degree, mimi nitaenda. Saa zingine hata mjukuu wangu anaweza pata. Wale ambao mmekuja hapa hamtatoka bila baraka. Na wakaenda wakaongea. Mwingine akaongea akasema, ulienda sasa iko faida gani? Yeye akasema, mimi najua baraka yangu iko mbele. Natarajia matokeo kwa Mungu. Miaka zijazo mjukuu yake akang'ang'ana akaenda day school, yani kwa kubahatisha na akapata akaitwa medicine. Na huyo akaenda kushuhudia ule mzee, wewe ulikataa baraka au kuhudhuria hiyo mkutano. Mimi nilienda, hata kama hakuna mtoto alienda, mjukuu alipata. Hata nyinyi ambao mmehudhuria hii sherehe, tunaomba ya kwamba hata nyinyi baraka zenu zikuje. Tuone baraka na ndugu wetu Noah abarikiwe zaidi. Mungu wa amani awabariki. Tuko hapa kwa nini? Tuko hapa kwa sababu kuna maono. Kitu cha pili, kuna mzigo ambaye ilikuwa kwa moyo wa mtu. Tuko hapa kwa sababu kulikuwa na maombi. Kitu kingine, tuko hapa kwa sababu Mungu ametufikisha hapa. Tuko hapa kwa sababu kila mtu alitenda sehemu yake kwa uaminifu. Na tuko hapa kwa sababu tulifanya kazi yetu na tukaachia Mungu matokeo. Na yeye akatupa. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awe pamoja na kila mmoja wenu.